jina lako. Asubuhi ya leo tunaliabudu jina lako. Asubuhi ya leo tunakutukuza Mungu wetu. Utukufu na heshima tunaleta kwako Baba yetu. Utukufu na heshima tunaleta kwako Bwana. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Tunamtukuza. Wacha tuende katika neno la Mungu katika Luka mlango wa 4 mstari wa 18. Kabla tuweze kukaa tukasome Luka mlango wa 4 mstari ule wa 18. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi. Na watu wote waliokuwa mo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuwaambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakamshuhudia wote wakisema, wakistajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Akawaambia, hasha, hapana shaka. Msiniambie midhali hii, tabibu, jiponye nafsi yako. Mambo yote tuliyoyasikia kwamba yametendeka Kapernaumu, yatende na hapa pia katika nchi yako mwenyewe. Akasema, amini nawaambia, hakuna nabii mwenye kukubalika katika nchi yake mwenyewe. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na mjane na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Wala Elia hakutumwa kwa mojawapo, ila kwa mjane mmoja wa Serepta, nchi ya Sidoni. Haleluya. Tunazungumza neno la Mungu asubuhi ya leo. Walio mabaya ya walio tutangulia. Amen. Mabaya ya walio tutangulia yameleta nini kwetu leo? Mabaya ya waliotutangulia. Waliotutangulia ni watu gani? Waliotangulia kuzaliwa, waliotangulia kujenga mji wetu, waliotangulia kujenga kabila letu, waliotangulia kujenga kabila lako, waliotangulia kujenga familia. Mabaya walioyafanya yameleta nini kwenye maisha yetu? Kuna mafundisho ambayo Yesu alikuwa anahubiri na watu walishindwa kumuelewa. Kuna mafundisho Yesu aliyahubiri, watu wakashindwa kuyafahamu na kuyaelewa. Kwa mfano, Yesu anasema, Roho wa Bwana yuko juu yangu, amenitia mafuta kuwatangazia maskini uhuru wao, habari njema, na waliofungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kuona, na walioonewa uhuru wao. Sasa watu wanashindwa kumuelewa kwa sababu maisha ya kawaida, watu wanaenda kwenye mashamba yao, watu wako kwenye ndoa zao, wanazaa na kuongezeka. Sasa wanajiuliza, huyu anasema wafungwa. Wanafikiri kwamba ataenda kwenye magereza ya Israeli ili aanze kufika kwenye magereza na kusema tokeni, tokeni, tokeni. Kumbe alikuwa anaongea magereza ya kiroho. Haleluya. Alikuwa anaelezea magereza ya kiroho. Anaongea, anasema vipofu, watu wana macho, wanaona watoto wao, wanaona mashamba yao. Sasa anasema ni vipofu.
Kumbe walikuwa wanafikiri anaongelea upofu wa mwili, anaongelea upofu wa kiroho. Anaongea anasema wafungwa. Kumbe wafungwa sio wafungwa tu ambao ni wa magereza haya ya mwili, kumbe ni wafungwa kwenye magereza ya kiroho. Hasa mahubiri ya Yesu mengi watu wengi hawakuyafahamu, kwa sababu alikuwa anaongea watu, anaongelea ufungwa. Mtu ni mfungwa, mtu iko anaenda kwake, anaamka anaenda kwenye mashamba, kwenye mipango, anafanya business zake. Sasa Yesu anasema yuko kwenye gereza. Watu hawakuelewa. Watu hawakuelewa. Hata wewe mwenyewe, mimi na wewe hatungeweza kuelewa, kwa sababu hatuko kwenye gereza. Unaangalia mtu katika hali ya mwili, hayuko kwenye gereza. Hayuko kwenye gereza. Anasema wafungwa kwanza. Sasa usipoelewa, ndio Yesu anasema dunia imepotea au watu wamepotea. Sasa watu walipotea wapi wakati watu wanapatikana? Kwenye ulimwengu wa mwili tuko tunatembea nao, tunasalimiana, tunazaana. Tumepotea wapi? Ili kila muaminia asipotee. Sasa tulipotea wapi? Sasa watu walikuwa wanapoteza mafundisho ya Yesu, kwa sababu alikuwa anaongea vitu vya kiroho. Sasa watu anaambia watu wazaliwa mara ya pili. Watu wanashindwa kuelewa tutazaliwa mara ya pili namna gani, wakati anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sasa watu wanasema tutawezaje kuzaliwa? Mtu mwingine, mwalimu mkubwa wa sheria, akamwambia itawezekanaje mimi mzee huyu nirudi kwenye tumbo la mzazi wangu nizaliwe hivyo sasa nipate kuurithi uzima wa milele? Ndio Yesu akaanza kumuongelesha na kuzungumza polepole pamoja naye, ndio akafikia kiwango cha kuelewa anachoongea Yesu. Haleluya! Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Sasa hapa ndiko tunaona tulipofuka kwa njia gani. Waliotutangulia walituachia upofu. Waliotutangulia walituingiza kwenye magereza. Waliotutangulia walituingiza chini ya kuonewa. Angalia katika maombolezo ya Yeremia mlango wa 5. Maombolezo ya Yeremia mlango wa 5. Nataka kwa sababu tuna muda mfupi hapa ili tuende katika Yeremia mlango wa 5. Angalia hapa mstari wa kwanza, lakini mimi unaweza kuanzia mstari wa kwanza mpaka unafika ule wa mwisho, lakini kwa sababu tutaenda katika mstari ule wa 7, lakini ngoja nisome ule wa kwanza. Bwana, kumbuka yaliyotupata, utazame na kuona aibu yetu. Rudia pale, rudisha pale macho. Tuende 1 2 3. Kumbuka. Kumbuka yaliyotupata. Angalia aibu yetu. Aibu ni kusema nini? Haya. Fedha. Ndio naanza maombi yake, anasema kumbuka Bwana, kumbuka yaliyotupata. Angalia aibu yetu. Aibu. Angalia aibu yetu. Urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni, na nyumba zetu kuwa mali ya makafiri. Makafiri wale wasio na Mungu. Tumekuwa yatima waliofiwa na baba. Mama zetu wamekuwa kama wajane. Tumekunywa maji yetu kwa fedha. Kuni zetu twauziwa. Kuni zetu twauziwa. Watufuatiao wa juu ya shingo zetu. Tumechoka tusipate raha yoyote. Tumewapa hao wa Misri mkono na Washuri nao ili tushibe chakula. Baba zetu walitenda dhambi, hawako, na sisi tunachukua maovu yao. Watumwa wanatutawala. Watumwa wanatutawala. Hakuna mtu wa kutuokoa na mikono yao.
Twapata chakula kwa kujihadharisha nafsi zetu kwa sababu ya upanga wa nyikani. Ngozi zetu ni nyeusi kama tanuu kwa sababu ya hari ya njaa ituteketezayo. Angalia 12. Wakuu hutungikwa kwa mikono yao, nyuso za wazee hazipewi heshima. Vijana huchukua mawe ya kusagia. Kazi ngumu. Mawe ya kusagia maanake kazi ngumu. Kama haende kupasula kwenye mawe hatakula. Kama hata sumba vitu vizito hatapata cha kupa watoto. Maisha yani urahisi umeondoka. Watu wanapata chakula baada ya kupata mapigo makubwa, ndimo anaweza akapata kitu cha kuweka mbele ya watoto. Sasa anasema anaongea anasema, Baba, kumbuka yaliyotupata. Angalia aibu. Aibu, kuna haya. Anasema tumekuwa yatima kama yatima waliofiwa na baba, na mama zetu kama wajane. Lakini hawa kwa kweli, kwa kawaida, wana waume zao, wana wazazi wao, lakini wazazi hawana kitu wanaweza kufanya. Kwa sababu kuwa baba ni kuangalia mahitaji ya watoto, ni kuangalia mahitaji ya mke. Sasa ili mke apate nguo lazima abebe mizigo, maana mume wake hana uwezo wa kumvika. Maisha ya tabu wanapitia. Yaani unaona mke ili avikwe na mmewe inakuwa ni ngumu. Wanawake wanajilisha kwa kuhatarisha maisha yao. Wanabeba kuni kwenye migongo yao ili wapate chakula na wapate mavazi ya kuvaa, badala ya waume kuwanunulia mavazi na kuwavika. Maana waume hawana nguvu, hawana uwezo. Milango imefungwa kwa waume wasipate kitu cha kuvika watoto wao na kulisha watoto wao. Watoto wanajipigania kama yatima, wanabeba mawe mazito ili waweze kula. Haya ndio maisha magumu na mazito watu wanapitia. Sasa wanajiuliza, anasema Baba, kumbuka yaliyotupata. Angalia aibu. Aibu hii sio kwamba tu aibu, ni haya kubwa. Yaani unaweza ukaona mtu, unaona aibu, unaona mtu ana aibu kubwa. Huyu kabisa unamuonea aibu. Unaona kabisa anavyokaa, anavyovaa, anavyotembea, anavyokula, anavyoishi, unasikia aibu. Unasikia haya kumwangalia, kwa sababu maisha amepigwa. Yaani wamepigwa na maisha. Lakini wanapigwa juu ya nini? Waliowatangulia walimwasi Mungu, waliinua kinyume cha Mungu, na ndio maisha sasa yanawapiga. Kwa sababu waliowatangulia badala ya kutengeneza njia wakaifunga njia. Na waliifunga njia kwa nini? Kwa sababu waliendea wafumu, waliendea waganga, waliendea miungu badala ya kumuita Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi. Wakatafuta wafumu, wakatafuta waganga wa kienyeji, wakaenda kwao, na njia za maisha zikafunga. Milango ya maisha ikafunga. Gereza wakaingia. Yaani waliotutangulia wakatuacha kwenye gereza. Hasa hii ni kilio cha Yeremia nabii. Hii ni kilio cha Yeremia nabii anapoona Israeli. Lakini ilipofika kwa Ezekieli, yeye akaona maisha wanayoishi ni yale yale yaliyo kwenye makaburi. Yeye akaona kwamba maisha tunayoishi ni ya mtu aliye kaburini. Katika Ezekieli, katika kitabu cha Ezekieli mlango wa 37 mstari wa 10 na ule wa 11 na 12 na 13, yakaona kwamba haya maisha na ya mtu aliye kaburini ni sawa. Ndio Mungu akamwambia, haya makaburi nitayafunua. Ni watu wanatembea, lakini maisha wanayoishi yanafanana ya mtu aliye kaburini. Aliye kaburini.
Aliye kaburini hawezi akalima shamba na kupata mavuno. Aliye kaburini hawezi akavaa, hawezi kubadilisha nguo. Aliye kaburini hawezi kuona hewa, hawezi kuona mwangaza katika maisha yake. Kwa hiyo Mungu akamwambia wale wote wako katika makaburi ni watu wana watoto, wanawake, wana mashamba, lakini ni mashamba ambayo hayatoi chochote. Yakitoa mgeni anakula, kwa sababu anasema hata kuni zako wanazishika, kisha wanakutoa pesa ili uweze kupata kuni yako. Kuni yako binafsi unauziwa, kuni yako binafsi unauziwa, kwa sababu waliokutangulia waliingia mahali ambapo ni pabaya, waliasi Mungu, na kwa sababu ya uasi wao tunakula kwa shida. Kuna wengine umaskini walio nao unatokana na waliowatangulia. Kuna wengine magonjwa unayobeba yanatokana na wale waliokutangulia. Kuna wengine aibu unayoibeba inatokana na watangulizi wako. Kuna wengine kipigo au aibu au taabu au mateso ulio nayo yanatokana na wale watangulizi wako, watangulizi wako. Hasa Yesu anaposema Roho wa Bwana yuko juu yangu, amenipaka mafuta kuwaacha huru wafungwa na walioonewa na vipofu na viwete na nini, watu wanashindwa kumwelewa. Wanasema tuna miguu. Kuna mahali pengine katika Yohana wakati Yesu alikuwa ameponya kipofu, akawaambia, walipomwambia aliponaje, ikawaje, fujo mpaka wakamwambia, Yesu akawaambia ninyi ni vipofu. Wakasema hapana, utasemaje kwamba sisi ni vipofu wakati tunaona? Akasema mnaofikiri mnaona, dhambi yenu inakaa. Akawaambia dhambi yenu inakaa. Akawaambia ninyi ni vipofu wa vipofu. Wakamwambia hapana, tuna macho. Akasema mnafikiri mna macho, dhambi yenu inakaa. Sasa hamjagundua kazi nimekuja kufanya, hamjagundua maisha nimekuja kuleta, hamjagundua kile ambacho nakibeba kama Kristo, hamjagundua kwamba naleta agano jipya itakayowawezesha kutoka kwenye magereza. Agano jipya itawawezesha kutoka gerezani. Mpe Bwana makofi katika jina la Yesu. Agano jipya ni Kristo, ni damu ya mwana kondoo iliyo na uwezo wa kukutoa kwenye gereza. Waliotutangulia walifanyaje? Anasema baba zetu walitenda dhambi, hawako. Dhambi waliozifanya ni nini? Dhambi ya kwanza, walimwacha Mungu. Walimwacha Mungu, kwa sababu mwanadamu kumwacha Mungu ndiyo dhambi kabisa kubwa. Unapomwacha Mungu, kwa sababu unapomwacha Mungu, kuanzia wakati huo shetani anachukua nafasi kwenye maisha yako. Jambo la pili, wakawaendea miungu au malaika waovu au mapepo, na wawakilishi wa mapepo na shetani wanaitwa waganga wa kienyeji, wanaitwa wafumu, wanaitwa wachawi, wanaitwa wenye akili, wanaitwa wafrima kwa wakati wetu, wanaitwa waeliminati, wanaitwa waekangari. Hata kwenye simu zenu kuna wengine wanapokea mesaji, mtu anasema uko tayari kujiunga na ulimwengu wa pili. Katika ulimwengu wa pili, wangapi wameshapata zile message? Ndio wale watu wako. Kumbe mmeshapata na ninyi. Na wale watu wanasema unaweza kujiunga bila sadaka yoyote. Wanakudanganya. Wanataka uvute bila sadaka yoyote. Huwezi kujiunga nao bila sadaka yoyote. Hawa ndio kwa wakati wetu, ndio hawa ambao sasa wana wa Mungu au Israeli, watoto wa Mungu, wanapokuwa wamemwacha Mungu, kwa sababu mtu hawezi kuishi bila Mungu, hawezi kuishi bila madhabahu. Wakatafuta madhabahu zingine, wakatafuta miungu mingine, wakaenda kwao, miungu ya Wafilisti, miungu ya Wasidona, miungu ya mataifa ambao Mungu aliwakataza kwamba wasiungane nao. Wakaitafuta, na walipoitafuta wakaitumikia. Walipoitumikia wakafa katika ule uovu, wakafa na hawajatubu, wakafa na hawajarudia kwa Mungu. Basi watoto wakabakizwa na msaba wa laana ukabaki. Msaba wa laana ukabaki.
Ndio hapa wanasema baba zetu walitenda dhambi, hawako, lakini wameacha msaba ambao leo tuna na kuni. Yaani unaona unafika umaskini mpaka unaomba moto kabisa, mpaka unaomba moto kabisa. Sababu waliokutangulia waliacha, walibakiza kitu kibaya. Amen. Waliotutangulia mabaya walioyafanya, nimesema namba moja, walimwacha Mungu. Na walipomwacha Mungu wakatafuta miungu mingine na wakaitumikia, wakaitolea sadaka, wakaishuhudia, wakaiambia iwalinde, wakaiambia iwasaidie, wakatembea wakaenda nayo miaka kwa miaka, na wakafa katika yale maisha. Wakawa wameacha urithi wa miungu, urithi kwenye familia. Wakaja wameacha magonjwa. Ndio unaweza ukamiliki magonjwa ambayo wewe hujui imetokana na nini. Unajiuliza, mbona hii magonjwa? Unarithi magonjwa, unarithi laana, unarithi umaskini, unarithi poligami, unarithi kuoa wanawake wengi, unarithi tabia mbovu, unarithi roho mbaya, unarithi hasira ambayo yalianzishwa na watangulizi wako. Sasa katika ulimwengu huu watu wanashindwa kuishi na wewe, na yule aliyekuoa wala aliyeolewa na wewe anashindwa, kwa sababu anaishi na mtu anayerithi urithi wa hasira. Kwa hiyo saa yote ni hasira ya kumuua mtu. Sasa waliokutangulia kwa hasira yao walikuwa wanazoea kuua watu, na watu wakiona kwamba anataka niue fulani, anaenda kwa babu yako, anampelekea mbuzi, anasema niuie fulani, na anamuua. Ndio kule tunakotokea, ndio kule unakotokea. Unakuta babu yako ndiye alikuwa kwenye kijiji, anajulikana kwamba yeye ukitaka kuua mtu nenda kwake, peleka kuku wakate kichwa chake, na unaona inatendeka. Sasa kule ndiko watu wanatokea. Ndio maana unasikia Biblia inasema Musa alitokea kwa familia kama hiyo. Musa alitokea kwa Lawi na Simeoni, na Simeoni waliua watu, waliua mtu kwanza, na baadaye waliua watu. Watu waliobaka dada yao Dina waliua kijiji kizima, mji mzima wakaua ng'ombe kwa hasira. Unaweza ukaua ng'ombe kwa ajili ya kuipatia watu wale, lakini wao waliua, wanakata mishipa ya ng'ombe kwa panga zao kwa ajili ya hasira. Sasa watangulizi wa Musa wakawa wameacha urithi wa hasira, na kwa kiasi kikubwa Musa alishindwa kabisa. Kuna mambo Musa aliyaweza, lakini kuna mahali Musa akashindwa, na kile kilichomleta kushindwa ilikuwa hasira. Ilikuwa hasira. Angalia katika Samueli wa pili. Samueli wa pili, tuende kidogo. Samueli wa pili, waliotangulia walifanyaje? Nasi tunatakiwa tuombe namna gani? Unapoona kwamba wale waliokutangulia wameharibu mambo, utafanyaje? Utaombaje? Utaishije na utaombaje ili uweze kutoka katika mambo haya? Ili uweze kutoka katika mambo haya, angalia Samueli wa pili, mlango wake wa 21 mstari wa kwanza. Inasema hivi: kulikuwa njaa siku za Daudi muda wa miaka 3 mwaka kwa mwaka, naye Daudi akatafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Ndipo mfalme akawaita wa Gibeoni akawaambia, basi wa Gibeoni si wa wana wa Israeli, ila ni masalio ya Waamori, na wa wana wa Israeli walikuwa wamewaapia, lakini Sauli akatafuta kuwaua katika juhudi yake kwa ajili ya wana wa Israeli na Yuda. Waliotutangulia wanaweza kusababisha mambo mazito. Sasa ili tujue, unaweza kuwa unajikuta kwenye mateso ambayo unajiuliza, huoni mwanzo, unashindwa, unajaribu kuyaombea, unajaribu kuyatatua, lakini unaona bado yanakaa, yanadumu. Unajiuliza ina nini? Yalimkuta Daudi.
Daudi mfalme alikuwa amebarikiwa na amechaguliwa na Mungu, na mafuta ya Samueli kwa maongozi ya Roho Mtakatifu yako juu ya Daudi, lakini akajikuta kwenye utawala wake, akajikuta miaka 3 ya njaa. Mwaka wa kwanza njaa, akajaribu kutangaza katika nchi yote watu walime ili wajiponye na njaa. Watu wakalima, vyakula vikakataa, njaa ikaendelea. Mwaka wa pili akajaribu kuambia mjidishe kilimo, watu wakamwambia tumelima zaidi kuliko kawaida, lakini bado njaa. Watu wakaanza ishi njaa. Akaona mwaka wa tatu watu, akajikuta kwamba akaona ili tatizo ni la kiroho. Amen. Unapotatua tatizo unalitatua kimwili, unafanya nguvu yote, unafanya kila ambacho kimeamriwa kwamba ukifanya hivi utaweza. Unaenda India, unajaribu na wazungu wanaliona, wanashindwa. Unaenda fasi nyingine, unahangaika, unaenda kwenye hospitali au kwenye wataalamu wa kutatua lile swala. Unapoona linabaki, jua ni tatizo la kiroho. Lile linatakiwa litatuliwe kiroho, ndio litaweza kuondoka. Bwana sifiwe. Kwa sababu kuna mambo ambayo akili zako au nguvu zetu zinaweza. Unaweza kuwa na bidii, unafanya bidii na unaona utajiri unatokea kama hakuna jambo la kiroho. Lakini unaweza ukawa na bidii kwa sababu kuna jambo la kiroho, unaona bidii hazikulipi, unaona bidii hazileta matokeo, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinabana bidii zile katika ulimwengu wa roho. Ndio Biblia inasema katika Mhubiri, sio wenye bidii wapatao mali, lakini neema ndio inawajilia watu. Unaweza kuenda matanda, wengine wanakucheki, wanakuangalia, wanasema uzao huko ndani, wewe fanya 1 2 3 uzao utatokea. Halafu unaona uzao unatokea, lakini na wewe unaenda pale pale ambako wengine walienda. Wanakuambia mambo yako sawa, lakini mambo yako sawa. Wanakuambia fanya hivi, unafanya vile kama walivyokuelekeza, lakini uzao unakataa. Kwa sababu kuna jambo la kiroho. Unasema labda hao wameshindwa, niende tena mahali pengine. Labda hao wameshindwa, niende mahali pengine. Labda hao wameshindwa. Unahangaika kwa sababu ya kutafuta tiba au kutafuta kutatua lile swala. Unajikuta kwamba watu wote waliosomea tatizo lako wameshindwa, kwa sababu ni tatizo liko katika ulimwengu wa roho, na linataka litatuliwe kiroho. Unaweza kufanya juu chini. Naona sema niende nilime mashamba kule Mungamba, mahali wengine wanafanya mashamba, wanavuna sana. Unaona siku ikifika ya mavuno, watu wanakimbizwa mpaka mavuno yatakapoisha. Kila kitu kinaanguka chini, kinaoza. Wageni ndio anasema urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni. Urithi wetu, haki zetu za msingi au nyumba zetu, mama zetu wanaishi kama wafiwa wakati waume wako, na watoto wanaishi kama yatima wakati baba yupo, kwa sababu baba hatekeleze au hatimisha, anashindwa kujimudu au kujihando kutimiza kile ambacho anatakiwa kufanya. Kwa sababu ndio anakundua, anasema baba zetu walifanya mambo, ijapokuwa wamelala katika makaburi, lakini msaba waliouacha unatushughulikia. Unakuta unashughulikiwa na kile baba alichoacha, kile watangulizi wa familia walichoacha, kile watangulizi wa kabila walichoacha. Kuna mbegu zinazowakilisha kikabila, kuna pia urithi unaowakilisha jamaa. Sasa tunapoongea habari za Musa, ni habari za msaba uliowekwa kwa kabila lake. Lakini tunapoangalia hapa mahali tumesoma kwa Sauli, ni hapa mtangulizi wa Daudi kwenye kile kiti. Mfalme Saulo alipotawala, kuna wakati alipenda kufurahisha watu wa Yuda na watu wa Israeli, akaua watu. Na alipoua watu, naye akafa pamoja na mtoto yake Yonathani.
wakafa na wakafa kabisa. Walipokuwa wamekufa, sasa Daudi akachukua nafasi, akatawala, inji kawa salama. Inji kawa salama mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, akaendelea kutawala Daudi. Ikatokea njaa, laana ikatoka, malipo ya kile kitendo cha Sauli ikatokea. Daudi akajaribu kutunza, akajaribu kama nilivyoeleza, lakini ikashindikana. Sasa Daudi alipoona kwamba ameita watu na ameita serikali, wamekaa miaka miwili, miaka mitatu, akaona ili miaka isiwe 4, isiwe 5, isiwe 10, kwa maana kama ili tatizo halijatatuliwa, manake ameanza miaka ya mateso katika utawala. Kuna kipindi uliona uko mzuri, lakini wakati ambapo sasa laana na shimama, au ule ugonjwa wa kifamilia unashimama, au kile kitu kinashimama, huwezi kwenda. Yaani kinakuwa kimeshimama kabisa mpaka kipate suluhisho. Kishipopata suluhisho, kinazidi kula vitu, kinazidi kula watu. Ndio maana unakuta kwamba Yesu alikutana mwanamke mmoja katika kitabu cha Marko mlango wa 5. Alikuwa ametoka damu muda wa miaka 12, na huyo alikuwa ameuza kila chochote alichokuwa nacho, lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya, kwa sababu alikuwa amefika katika kipindi cha matokeo au mavuno au kulipa ile deni ambayo ilikuwa kwenye maisha yake. Sasa aliendea wataalamu wote wakashindwa, aliendea wataalamu wote wakashindwa, mpaka aliposikia habari za Kristo Yesu ndizo zikamsaidia. Haleluya! Ndio nasikia anasema alipogusa pindo la Kristo damu ikakauka. Kuna maana yake, unajua, aliendea mtu wa kiroho, manake alilitatua, kwa sababu habari za Yesu Kristo alizisikia kwamba hatakupa hata dawa hii ya mwili, hatakupa, lakini yeye ni wa kiroho, ana uwezo wa kufungua macho ya kipofu, ana uwezo. Tunakuwa vipofu juu ya nini? Shida ni la kiroho, unalipeleka Matanda. Shida ni la kiroho, unalipeleka India, huko kipofu. Ndio anasema kufungua macho ya vipofu ili uone kinachokutesa. Macho yako ikifunguliwa, ndio utajua ya kwamba tatizo hili silo la kwenda Matanda. Tatizo hili ni la kwenda kwa Yesu. Utaelewa ile Luka mlango wake ule wa 4, ndio utaelewa pale. Anasema kufungua macho ya vipofu. Huyu mama alikuwa kipofu, alikuwa haone, anaendea waganga, anaendea wataalamu, anaendea madaktari, anaendea mpaka akapata mateso mengine kwa mikono ya waliomtibu, akateseka, wakampora mali, wakachukua, bibi nasema akagharimiwa chochote alichokuwa nacho, lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya, kusifae lolote. Lakini aliposikia habari za Yesu akaenda. Habari za Yesu ni nini? Habari za Yesu ni za kiroho. Habari za Yesu anatumika kiroho, anatatua shida kiroho, anaenda mpaka kwenye shina, anaenda mpaka kwenye chanzo, anaenda mpaka kwenye shina. Haleluya! Akaenda kwa Yesu, na alipoenda kwa Yesu akaligusa vazi la Yesu, na alipoligusa lile pindo, damu yake kakauka. Tatizo la miaka 12 likaondoka katika jina la Yesu. Yuko mtu mmoja hapa atafunguliwa macho, na unapofunguliwa macho utaenda kwa Yesu na kumwambia Kristo ni rehemu, na damu yako itakauka katika jina la Yesu. Damu yako itakauka. Ina maana jibu litatokea unapofunguliwa macho. Ona vitu kiroho. Umejaribu mara 2 mara 3. Ndipo Daudi akaenda mbele za Mungu. Daudi akaenda kumuuliza Mungu kwa ajili ya njaa. Akaomba, akaingia kwenye maombi. Alipokuwa akiomba, kwa sababu kuna mtu angemweleza. Yeye hakuweko kwenye ufalme wa Saulu, hakujua kilichotendeka, na watu walifikiri kwamba ameua watu, ana ruhusa ya kuua watu. Yaani walifikiri kwamba hakuna shida inaweza kutokea, na Daudi hakujua. Alipokuwa katika maombi, Mungu akampa ufunuo, na kile Daudi alipokuwa anaomba, aliomba Mungu amuonyeshe ni nini kinacholeta njaa.
Kwa hiyo unapokuwa katika maisha haya, jaribu kuomba Mungu akufungue macho, akufungue akili, akufungue masikio, uelewe nini inakutesa, ili uweze kuenda mpaka moja kwa moja kwenye shina. Ndio Daudi akaomba Mungu ufunuo ya kumuonyesha shina, ya kumuonyesha tatizo. Kuna mtu mmoja tulipokuwa tukiomba, tumeanza kipindi hiki, tumeanza siku ya Jumatatu, yaani siku ya kwanza lindi Jumatatu, akawa Mungu amemuonyesha tatizo lake, kwamba walipokuwa wakisoma kule Malkia wa Mbingu, ndipo walipokuwa kwenye somo la kanisa, kwenye somo la ibada, ndio sasa walipokuwa wanafanya hiyo, kwa sababu kuna ile somo la ibada kwenye, si ndio? Sasa wakati wanachukua ile zile madaftari kama nani zile, alafu yule profesa alikuwa anazipeleka mahali na kuenda kuzitendea kazi, na kwa njia ile alifunga watu wengi. Sasa angalia, asingeingia kwenye kipindi, angepataje chanzo kile? Ndio akanishuhudia jana kwamba sasa Mungu ndio amefunua. Alikuwa anaomba nalala hapa, anaomba nalala hapa. Hakuwahi kufikiri kwamba angepata shida kwenye Malkia wa Mbingu. Katika ufunuo ndio neno la Mungu anasema, muniite nami nitawaitikia na kuwajulisha mambo makubwa na magumu msiyoyajua. Lakini wewe unapotangaziwa kipindi cha kuomba, unaiba chakula. Unapotangaziwa kipindi cha kuomba, ya kufunga na kuomba, wewe yani unakuwa mkali sana. Kwa sababu ya nini? Yale mapepo, zile maroho hazitaki kuona unaomba, hazitaki kuona unafunga, kwa sababu ukiomba utakuwa kiroho, na utakapokuwa kiroho hautatatua vitu kimwili, utavitatua kiroho na kitaeleweka na utafunguliwa. Ndio inakuletea uvivu ya kuomba, uvivu wa ibada. Roho zinatumika hiyo. Sasa angalia, alipoomba ndio Mungu amemfunulia tatizo kinachomkula. Daudi akaomba mwelekeo, akaomba ufunuo. Mungu akamfunulia, akamwambia Daudi, usingeomba ungepitia miaka mingi ya njaa, lakini sikia, njaa hizi ungeniomba hata mwaka wa kwanza ungepata jibu. Lakini kwa sababu watu wana tabia, Daudi aliendelea kutumika kimwili. Siku alipoanza kupiga magoti yake chini na kufunga chakula na kujiweka pamoja na kuacha kiti chake na kuenda kwenye hekalu, kuenda kuomba kwenye hema la kusanyiko na kuomba na kuita Mungu, Mungu akamtokea akamwambia, Daudi, kinacholeta njaa ni yule mtangulizi wako. Mtangulizi wako aliua watu wanaitwa kabila la watu wa Gibeoni. Gibeoni ilikuwa ni mji, na anasema wale wa Gibeoni ni wa Amori. Na wale wa Amori ni wakati Yoshua alipokuwa ameingia katika nchi ya Kanana, wakaja mbele zake wakasema wanatoka mbali, walipojua ya kwamba tutafukuzwa katika nchi hii. Tukipata neema ya kufanya kiapo na Yoshua, tunaweza kukaa pamoja naye. Kwa hiyo wakaja na mikate ya kuoza, wakaja na vitu vya kuoza na viatu vya kukatika, wakamwambia Yoshua, tunatoka mbali sana, utusaidie, utukumbuke, tukae na wewe. Tumesikia Mungu wako amekupa nchi hii na sisi hatuna kwa kukaa, tusaidie. Na Yoshua akawaambia, kwa sababu ya hii mutakaa na Israeli milele. Wakaapa kiapo mbele za Bwana na wakamwomba Mungu, Mungu akatia sahihi kwa kile kiapo. Sasa walipoendelea kidogo, kumbe walikuwa wajirani pale. Yoshua akasema, mbona mmendanganya? Wakasema, tulitaka tutupate kiapo. Kwa hiyo kiapo, Yoshua akawa hana uwezo wa kuwaua kwa sababu ya kile kiapo. Akasema, sasa ninyi mtakaa Israeli, mtakuwa mnatupasulia kuni. Akasema, kuanzia sasa, kwa sababu mnatudanganya, mtakuwa mnatupasulia kuni na kututendea makazi. Wakasema, bora, kwa sababu hatuna nchi, tunakubali.
Na ikawa hivyo. Sasa miaka ikaendelea, Daudi aliheshimu kile kiapo, wafalme waliheshimu kile kiapo, watu wengine waliheshimu. Samueli alipokuwa mfalme na muamzi wa Israeli aliheshimu kile kiapo. Wa Samsoni na wengine wote waamzi waliheshimu kile kiapo cha Wagibeoni. Watu wote wa Yefuta na wengine waliheshimu kile kiapo. Alipotokea Sauli, ndio akaanza kusema hawa nao ni wanani? Hawa ni Waamori, tuwaue. Akawaua ili apendeze Yuda, apendeze na Yerusalemu. Ili apendeze Yerusalemu kulikuwa nakaa wale wanani Walawi na wengine, lakini Yuda kulikuwa na ikala kabila la kifalme la Yuda. Na unajua Sauli alikuwa ni Mbenyamini. Sasa akawaua ili apendeze kabila la Yuda, apate nafasi kwa roho za kabila la Yuda, kwa sababu kabila la Yuda ndio lilipewa kifalme, lilipewa fimbo ya kifalme. Sasa yeye ni mfalme, ni Mbenyamini. Sasa akatafuta nipendwe na Wayuda na kabila la Yuda na Walawi waliokaa Yerusalemu. Ndio akaua Wagibeoni. Akawa amefanya kosa kubwa, kwa sababu ni kiapo cha Yoshua na wale watu. Ndio akafa bila kuvuna. Yeye hakuvuna, lakini akafa. Unaweza kuona hata babu yako, yeye alipokuwa analoga watu, alipokuwa anaua watu, hakupata shida nyingi na alilala vizuri. Wanaume wote waliokuwa wakija kwenye ucheu wake walimuzika vizuri na heshima kubwa. Lakini sasa wewe unakosa heshima, kwa sababu wale wanaopanda huwa hawavuni mengi, lakini wale wanaokuja nyuma ya wale waliopanda ndio wanapata tabu. Angalia, Daudi anapata tabu wakati Saulo alipanda mauti kwa Wagibeoni. Ndio Daudi anakuja kuvuna, na asingetafuta Mungu tatizo lingekuwa kubwa. Usipotafuta Mungu upate uvumbuzi wa kile kinachokutesa. Utashangaa, upate uvumbuzi. Uzinifu huu usioisha, na nimetubu miaka mingi, tatizo hili lina nini? Utakuta kwamba ukahaba huu ni mbegu, na Mungu anasema, Yesu anasema, kila mbegu isiyopandwa na Baba wa mbinguni itaongolewa katika jina la Yesu. Chochote adui alichopanda kwenye maisha yako kabla hujazaliwa kitaongolewa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Kama unanielewa, shangilia Bwana. Chochote adui alichopanda kwenye maisha yako kitaongolewa. Chochote adui alichopanda kwa uzao wako, kwa mume wako, kitaongolewa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu taongolewa. Akapata uvumbuzi, aliomba mwelekeo. Ili utoke uwe na maombi ya kuomba, Mungu nifunulie walionitangulia, kwa maana kipigo hiki nimejaribu kukisolve kutoka ndani, lakini kimekataa. Tabia hii nimejaribu kuitubu, tabia hii nimejaribu kuiongelea watumishi, lakini bado inakaa. Nimejaribu kuikemea. Vitu vingine sio vya kukemea, ni vya kuongoa. Vitu vingine vya kungoa sio vya kukemea, unatakiwa. Akapata uvumbuzi kwamba ni kwa sababu ya Wagibeoni. Akawaita wale Wagibeoni, akafanya nao mapatano, akawauliza, ili mubariki urithi wa Mungu niwafanyieje? Utaendelesha, kwa sababu nimekufungulia tu, utaendelesha. Ili mubariki urithi wa Bwana niwafanyieje? Wakamwambia, hatutaki fedha, hatutaki dhahabu, hatutaki hata vyeo. Wakasema, tunachotaka katika nyumba ya Sauli mtupe watu 7, ili tubariki Israeli. Mtupe watu 7. Wale watu 7 mtakapotutolea wale watu 7, na sisi tutamwanga damu zao. Tutakapowaua tutabariki Israeli na nchi tatulia. Daudi akaangalia njaa, hakuna njia nyingine. Wakasema, hatutaki fedha, hatutaki chochote, kwa sababu wangetaka ng'ombe angewapa,
wanamwambia fedha hapana. Usome pale vizuri, unasema hatutaki fedha wala dhahabu wala kitu kingine wala cheo wala kitu kingine chochote. Sisi tunataka yule aliyetutenda mabaya, hata kama hayupo anapaswa kulipa kupitia kizazi chake kilicho leo. Tutolee watu 7. Sasa Daudi akajikuta kuna wengine anakaa nao, akaona Mefibosheti. Biblia inasema Daudi akasema Mefibosheti hapana, ni mtoto wa Yonathani, na mimi nilifanya kiapo na Yonathani, huyu kwanza hapana. Akaangalia mwingine ambaye aliweka mifupa ya Saulo pamoja na Yonathani. Kuna Saulo, mpaka kipindi kile Saulo alikuwa hajazikwa, lakini kulikuwa mama moja aliweka mifupa ya Yonathani na mifupa ya Sauli, ni wa kabila lake. Akasema ule naye asiuawe, kwa sababu aliweka kwanza mifupa ya Saulo na Yonathani ndugu yangu ambaye tulifanya naye kiapo. Akasema kwanza mkamate ile mifupa tukaizika. Wakazika kwanza Sauli, wakazika Sauli na Yonathani. Akasema basi mkamate. Wakakamata watu 7 wa nyumba ya nani? Ya Saulo. Wakalipa ile deni, wakalipa ile deni. Tunapowayawaya na kusema sasa mimi yote ilisha msalabani, utashangaa kaka, utashangaa kabisa. Unahitaji kujua kweli sasa ilisha msalabani, mbona sasa wewe tabia hiyo inazidi? Unampenda Mungu, roho yako inampenda Mungu, lakini angalia umetubu mara 10, bado lile kosa unalirudia, kwa sababu lile lina mizizi, lile lina watangulizi, ni mbegu. Kuna mambo mengine ukitubu ulichokifanya ni sawa, kile kitaondoka, lakini kile wengine walichokifanya waliokupandia, kile kinahitaji uvumbuzi. Na neno la Mungu linasema walipowaua, inji katulia na Mungu akairidhia inji. Mungu akabariki inji. Mungu akabariki inji. Sasa Mungu akabariki. Unajua vitu vingine vilikuwa natendeka kwa sababu Yesu alikuwa bado hajakuja. Yesu alikuwa bado hajakuja kwa sababu ndiye alikuwa angekuwa kondoo ya Wabenyamini, lakini watoto wakalipa. Angalia, hawakutafuta wakulipa kwa kabila lingine. Aliyelipa ni wale waliobaki katika ile familia, ndio walilipa, wakafa kabisa mpaka leo. Na tutakapofika mbinguni tutasema hao walikufa nini? Tutamuuliza Mungu ni nini sasa, kwa nini hao hawakupata rehema? Atatuambia kwa sababu Yesu alikuwa hajafika ambaye angekuwa kondoo yao, kwa hiyo ilibidi walipe. Wabenyamini wakalipa kwa sababu ya ndugu yao ambaye ameshaka kufa Sauli, wakafa watu 7 na inji kabarikiwa na njaa ikaisha. Unapopata uvumbuzi wa shida yako, itaisha completely, itaisha yote, na utafurahia maisha kwa sababu umeshapata mwelekeo kwa maisha yako. Amen. Watangulizi, unapokuta vitu vinakataa, uliza Mungu, atakufunulia kinachokutesa, atakufunulia kinachokuumiza, atakufunulia kinachokaba maisha yako. Daudi, kuna kosa lako binafsi, kunaweza kuwa lako binafsi. Utafanyaje? Pia angalia katika ile Samueli wa pili mlango wa 24, ukaangalia kitu moja hapa. Sijui ni hapo. Angalia katika Samueli wa pili 24 mstari wa 1. Tena hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, akamtia Daudi nia juu yao, akisema, nenda ukawahesabu Israeli na Yuda. Basi mfalme akamwambia Yoabu, jemedari wa majeshi, askari waliokuwa pamoja naye, zunguka sasa katika kabila
zote za Israeli tangu Dani mpaka Beersheba, mkawahesabu watu nipate kujua jumla ya watu. Naye Yoabu akamwambia mfalme, bwana wangu Mungu wako na kuongeze watu wako hesabu yao, ikiwa yoyote mara 100. Tena macho ya bwana wangu mfalme yaone, ila kwa nini neno hili? Lakini neno la mfalme lilikuwa na nguvu juu ya Yoabu na juu ya majemedari na jeshi. Basi Yoabu akatoka na majemedari wa jeshi machoni pa mfalme kwenda kuwahesabu watu wa Israeli. Angalia mstari wa 10. Ndipo moyo wa Daudi ukamchoma baada ya kuwahesabu hao watu. Naye Daudi akamwambia Bwana, nimefanya kosa sana kwa haya niliyoyafanya, lakini sasa Bwana, nakusihi uniondolee mbali uovu wa mtumishi wako, kwani nimefanya upumbavu kabisa. Utakapoona hapa utaona kitu moja, kwa sababu ya muda. Daudi akafanya kosa moja ambalo shetani, sasa Biblia inasema kuna Kiswahili kinasema shetani akamdanganya Daudi. Shetani akamdanganya Daudi. Kama shetani anaweza kudanganya wewe mwenyewe. Unaweza kuwa watangulizi wako waliacha kitu kizuri au waliacha kitu kibaya, na wewe mwenyewe unaanzisha ungine ubaya ambao watoto wako nao watauvuna kesho. Wewe mwenyewe na wewe unaweza ukaanzisha ubaya. Unaweza ukaanzisha msingi ambao watoto wako nao watauziwa kuni zao. Watoto wako nao wataishi kama mayatima wakati baba yupo, na wake zao wataishi kama wafiwa wakati waume wapo. Unaweza ukauanzisha hata wewe mwenyewe. Sema Yesu, niepushe na hilo. Daudi akainua roho ya shetani kamuingia, akatuma Yoabu, nenda ukahesabu Israeli kuanzia Dani mpaka Beersheba, uhesabu watu wote. Yoabu alikuwa anajua neno la Mungu, na akajua Daudi amesahau neno la Mungu. Akamwambia bwana wangu kwa hekima kabisa, akamwambia mfalme wangu ishi milele, kwa nini kuhesabu watu wa Mungu wakati watu wa Mungu ni maelfu na Bwana waongeze? Lakini kwa nini urithi wa Mungu kuhesabu mfalme? Nimesema hesabu, nenda, ni amri, tii. Yoabu akahuzunika kwa sababu Yoabu alitaka kumuokoa Daudi. Neno la Mungu lilikuwa linasema Waisraeli wasihesabiwe. Katika Kumbukumbu la Torati na vitabu vya manabii ilikuwa Israeli wasihesabiwe, lakini shetani akitaka kuharibu akamuingiza kwenye makosa. Kwa maana shetani kazi yake ni kuingiza watu kwenye makosa ili tuache urithi mbaya kwa walio nyuma. Ndio kazi ya Ibilisi. Anataka tuache vitu. Unaposikia kuchamuka, unasikia mwili wako unachamuka, ujua ya kwamba shetani anataka uachie watu walio nyuma urithi mbaya. Unasikia masasasho, unasikia wewe peke unachamuka, unasikia mwili wako inabimbina, ujua ya kwamba kuna vitu unataka kuacha. Daudi, Yoabu anamwambia bwana wangu, hiki kitu kinakatazwa. Anasema nimesema. Unaweza sikia roho ndani yako inasema koko, acha kufanya hii. Jo. Yaani unakuta kwamba wanaweza kuambia angalia Mathayo 28 inasema hivi. Unataka bongo yako. Yaani unakuta mashairi yote ya Biblia inafutika kwenye kichwa chako. Kwa sababu roho yako imetamani kufanya ule uovu, na umechochewa, umehimizwa, umechochewa na Ibilisi unaufanya. Kwa sababu hufanye kwa ajili yako, lakini kwa ajili pia ya wale walio nyuma yako.
Tunashangaa vitu unashangaa wewe unakufa kwa amani, unakuwa kwa amani, lakini watoto wako, angalia walioanzisha mateso ulio nayo leo, wamelala makaburini kwa amani. Lakini angalia leo unasumbuka. Angalia mume aliyekuoa wala uliyeolewa naye, angalia jinsi anavyotembea, anavyoendeshwa na miungu ya kifamilia. Pakunalia. Unaona haeleweki, kwa sababu tatizo sio yeye, watangulizi wake ndio walianzisha tabia anayoifanya leo, ndio walianzisha maisha anayoyaishi leo. Angalia wanawake wengi wanaishi kama wajane kwa sababu waume wamewaacha, wameenda zao. Sio kwamba wanaenda kutumika, sio kwamba wanaenda kutafuta. Kuna wengine wanaenda kutafuta, lakini wengine wanaendeshwa na mila na miungu ya kifamilia. Anakuacha kwa sababu ndio hiyo, lazima akuache. Atarudi akiwa ameshagonjwa au atarudi akiwa mzee, wakati huna furaha naye, na wewe ujana wako unapita bila raha. Anakuacha katika miaka ya ujana. Atatokea wakati ya miaka ya uzee. Sasa ujana wako umefanya nini? Umefubaa kabisa. Au hakuna mtu anakuacha wakati ya raha, ndio atakuja kutokea wakati raha imeisha. Unaonaje sasa? Unahitaji utafute upumbuzi na uingie kwenye vipindi vya kusema hapana. Daudi alisema hapana, nataka hii njaa. Biblia inasema na njaa ikakoma. Maana yake inawezekana. Haleluya. Inawezekana katika jina la Yesu. Unaweza ukaolewa na mtu ambaye iko manipulate na miungu ya kifamilia, lakini kwa vita utakomboa. Kwa vita utamkomboa. Kwa jina la Yesu utamkomboa. Unapojua kweli, na kweli itaweka ndoa yako huru. Kweli itaweka mume wako huru. Kweli itakuweka huru. Bwana atamuokoa, njaa ikakoma. Hata kama ni tatizo lilianzishwa na watangulizi, ndani ya Yesu tutashinda katika jina la Yesu. Tutashinda. Kama unaamini shangilia Bwana. Mbona wewe sasa unakuwa kama hujaamini hiki kitu? Inawezekana, na ninakufundisha kwa sababu inawezekana, na katika kipindi hiki itatatuliwa kwa jina la Yesu. Hiki ni kipindi cha kutatua zile shida zilizoanzishwa na watangulizi. Hata kama walitembea uchi, sisi tutavaa. Hata kama walianzisha magonjwa, tutayaongoa kwa jina la Yesu. Kila pando asilolipanda Jehova litaongolewa katika jina la Yesu. Yuko wapi hapa? Leta amene zaidi, ili Roho Bwana azidi kunena katika jina la Yesu. Azidi kunena katika jina la Yesu. Inawezekana kilichoanzishwa na watangulizi wako kitaongolewa leo katika jina la Yesu. Kwa ufunuo huu, Roho Bwana juko juu yangu, amenipaka mafuta kufungua waliofungwa, walioonewa uhuru wao. Uhuru wa ndoa yako utapatikana kwa Yesu. Uhuru ya watoto wako, uhuru ya mume wako katika jina la Yesu. Inawezekana Baba, inawezekana. Haijalishi watangulizi waliharibisha, lakini sisi tutajenga kwa jina la Yesu. Walichokiharibu tutakijenga. Waliharibu afya, tutajenga afya ndani ya Kristo. Walileta umasikini, tutaomba Kristo aliyefanywa masikini ili tutajirike. Tutamuita mahali pa umasikini, mahali pa laana, tutaita baraka ya Ibrahimu kupitia Kristo itaingia. Raposhata. Haya. Nani ananielewa hapa? Kwa jina la Yesu, baraka ya Ibrahimu itakufikia wewe kupitia Kristo, ili baraka ya Ibrahimu iwafikie mataifa kwa njia ya Kristo Yesu, katika jina la Yesu. Rikapashata. Ye. Simama kwa miguu yako. Inuka kwa miguu yako. Inuka kwa miguu yako. Inua mikono yako juu mbele za Bwana. Sema, Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu,
Baba, katika jina la Yesu, kila mbegu yoyote iliyo mbaya, iliyopangwa, iliyopandwa na watangulizi wangu, leo hii sasa inaongolewa katika jina la Yesu. Kila mbegu mbaya iliyopandwa na walionitangulia inaongoka sasa, inaharibiwa sasa kwa jina la Yesu. Anza kuibomoa ile mbegu, kuiongoa ile mbegu katika maombi yako, katika maombi yako. Walisema katika ile familia mtagonjwa, ongoa ile mbegu ya magonjwa. Walisema ndani yake ile familia mtakuwa matasa, ongoa ile mbegu ya utasa kwa damu ya Yesu Kristo. Walisema katika ile familia mtakuwa na diabete, ongoa ile mumea ya diabete kwa jina la Yesu. Walisema ya kwamba katika ile familia kutakuweko na njaa, ongoa ile mumea wa njaa, ongoka sasa, ongoka sasa. Nani anaomba sasa? Omba dada yangu, omba, huko ni wakati ya kuomba katika jina la Yesu. Kila mumea wowote, kila mumea wowote